vitu vikubwa vina maana kubwa sana, lakini anasema Mungu ana maana, Yesu ana maana hii. Alipoambia haya maneno ana maana kwamba katika ujumla wako, mbele au uhusiano na Mungu yako yawe mazuri. Katika ujumla wako ukionana kwamba anasema roho yako, moyo wako, akili yako, angeendelea na kusema tumbo lako, mdomo wako, ulimi wako, miguu yako, mikono yako, kila kitu viungo vyako vyote vielekeze na vifundishwe, vitiishwe katika kumpenda Mungu. Unapoona upendo kwa Mungu hauko ni kitu ambacho kinakaa kwenye moyo. Ndio kwa anapenda zaidi kwenye moyo. Kwenye moyo ndipo habari ya upendo, uhusiano na Mungu unaanzia. Ukiweka upendo kwenye mdomo unadanganyika sana kwenye mdomo, upendo kwa mdomo sio unadanganya sana. Matangazo yote kama Mungu anakupenda kwenye mdomo ndio anapenda na kosi ndio chombo ndio gani. Una magonjwa mengi ya kufisha na hakuna ibada. Hakuna mtu na hapa Biblia inasema kwenye moyo wako, maana hapa usijulikana na yeyote bila wewe kujua moyo wako unajua kwamba kweli hapa moyo wako unajua. Ila Mungu anasoma sio kumwambia na bisabu. Mimi Bwana nasoma moyo na natazama moyo.
ni wa wasiwasi au haujajikita. Si upendo mwingi, upendo unaoweza kubabaisha tayari kweli kumoka kwa namna, lakini natendelea Yesu. Sasa Biblia haikuandika kweli na unajua tunamjua kuandika kwa sababu Biblia inaandika maneno machache, lakini mambo aliyokuwa akiyaongea na Adamu. Usifikiri kwamba hakuwa kusema yeye ndio mambo ya mbele kabla ya alijua kwa Adamu. Kwa hiyo alikuwa maelekezo mengi sana. Kuna mengi andiko maoni matatu. Mengi sana. Lakini tunafahamu kwa toka roho na sababu kwamba anaendelea siku akawaambia adui anakuja huko choro usiachane kileo hivi anakuja kufika hapa wewe nani pia au usiachane, ukiachana atawamaliza, lakini tembee pamoja. Haya tunayafahamu kutoka milioni mbili. Kwani kwamba ni mengi sana ambayo hayakuandikwa, yaliandikwa na chache. Mengi ndio hayakuandikwa. Na anateremka anakuja kuongea na Adamu, sio porojo. Sisi ya porojo anamwangalia huyu mtu anampenda na anataka kuendelea kwa maneno mazuri sana ambayo yanamsaidia. Na wala wanafikiri kwamba Bwana hakumuona ya kutosha. Bwana ya kutosha sana. Tena sana. Tena sana. Kwa hiyo ili kufanya kazi ya wakili kukamilike vizuri, fanya mahusiano nao. Sasa Mungu unajua sijui anaongea unipende ambayo kitu ambacho kuna maana labda yapata dunia. Haya ndio yanayo sasa ni manabii ndio mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa akili yako na kwa roho yako. Manabii ndio wanataka. Lakini yeye mwenyewe kama yeye alikuwa anamuoa, anakuja pale kuongea naye. Naongea na mtu aliyekuumba. Inavyoelekea na tunavyoona Adamu akawa na upendo, jenga mahusiano mazito ambayo yamesimama majaribu ambayo yakawa badala yake maandiko yanatuambia Adamu wakati huyu wa kwanza badala ya kumpenda Mungu sana akaamisha upendo kwa baba akampa mke wake. Akapeleka kwa mke wake vitu vingine adhimu, na hiyo ndio ilikuwa inapelekea anguko lake. Mimi ningekuwa Mungu singemwambia angalia kwambie na nimekuomba, lakini sasa tunaona Musa alionyeshwa Israeli ambao wamependa baada ya kufa, alionyeshwa kama akawaona jinsi watakavyoingia Kanaani, watakavyogawa nchi, watakavyoishi pale, baadaye watamuasi baadaye wanaanza wachumba watakwenda kufungua
ufuata. Ndio mnyororo ninao. Kama hautazaliwa kwa neno kweli, kama Yesu kama hautazaliwa kwa neno kweli, njia hiyo ndiyo ya Bwana, ndio wewe na mimi tunafanya. Hakuna nani tulikuwa kwenye video yake. Dieleza ala kwa kupenda vingi kuliko kupenda nani? Uhusiano wa dhati. Yaani na hiyo ndio inaharibu uhusiano. Usifikiri uhusiano wako na Mungu bado uko vizuri ikiwa upendo wako umehama kwa mambo mengine ya dunia, umehama kwa mke wako, watoto wako, kwa kazi zako, kwa shughuli zako, kwa ujenzi wako, kwa mambo yako mengine kuliko kupenda. Hapo nafikiri kwa sababu hapo sasa you are gone. You are gone. Japo watu wanatembea. Kwa imani fulani wanatembea na ule maisha. Cheko marefu. Sisi tulipopenda. Ndio kile kwa wako. Usiingie upendo wetu kwa Mungu ukilinganisha na material. Tuseme ni Kiswahili. Mwalimu ndio. Mzee, material tuitende Kiswahili. Vitu. Bidhaa. Malighafi. Material. Viwanja. Unakuta mtu anataka kununua kiwanja kuliko kurudisha uhusiano wake na nani? Anaiba hela kwa kiwanja na chaguo hapa. Uongo. Basi kumbe nini tunachosema? Hata zetu kwa sababu zimejengwa na wizi wa kuingia Bwana. Na ndio maana tunakosa baraka. Ampeni. Ndio maana tunakosa baraka. Mimi nimesimama hapo kwa namna ya ajabu. Sio hivi nimesimama. Nyumba hii kama asilimia 90 ni nyumba za kisasa na kwambia. Kuliko kupenda nani? Tumejenga uhusiano wetu na material. Vitu tunavyopenda kuliko kujenga uhusiano wetu na nani? Maana damu. Maana hizo hata na usipomwelewa Kristo katika ulaini wa maneno yake, ukovu maneno yake mazito yanamdai yanafikia mdomo. Jaribu kwenda tafuta mbali na kuleta mambo makubwa sababu hiyo sio mara moja kwa hiyo kawaida. Hiyo ni kawaida kwangu. Sasa
Maumivu nasikia, nimeamka kitu nimesimama, maumivu, nakwenda mezani kusema maumivu. Na malizia kwamba malaika Mungu alituma malaika akisimuona simwambie malaika kufanya Mungu yuko anaeleza pamoja kusema huu wakati ulioweka kusoma neno mahusiano ya Mungu, huu wakati ulioweka usiuyumbishe, ulinde. Sikiliza, hata linda kwa wivu mkubwa. Hayo sana ya wewe mtana na nani kwa Mungu wako kusoma neno kwa linda kwa wivu. Linda hayo mahusiano kwa wivu mkubwa. Linda haya mahusiano ya ulaya kwa wivu namna gani? Usiruhusu ukaa Yesu akatuambia uwe na hasira, lakini jua kusali nisizame na hasira yako na kazi kwa mama. Isizame. Watu wanataka baba achia mama. Ndio wanakuambia, ndio wanakuambia achia. Bwana ndio ndio. Kwa hiyo